Wanasema ni kama nyayo, lakini hapa ndipo alipopaa kwenda mbinguni. Galilaya ambako Yesu alitembea juu ya maji. Maji hayo unayoyaona Yesu aliyakanyaga. Bustani ya Getsemane, jiwe ambalo Yesu aliomba, ambapo katika jiwe hili ndipo Yesu alipomwaga jasho la damu. Na hapa ndipo ambapo yalikuwa maombi ya mwisho ya Yesu kabla hajakamatwa na kutiwa hatiani kupelekwa kwa wakuu ili ahukumiwe kusulubiwa msalabani. Lakini katika bustani hii ya Getsemane ndipo ambapo alikamatwa. Ukirejea katika Biblia Luka 22 mstari wa 39 hadi 44 utayapata maandiko haya. Lakini tuko na mchungaji na mwalimu ambaye anaitwa Aaron Ulaya. Mchungaji huyu ambaye amefanikiwa kufika huko katika nchi ya Israel, ambapo ametupitisha katika maeneo mbalimbali kutuonesha jinsi ambavyo matukio ya Biblia mengi yamerekodiwa katika maeneo haya, na akithibitisha maeneo mbalimbali akituonesha kwamba mitume, manabii pamoja na Yesu mwenyewe walipita katika mandhari hayo maeneo. Sasa nimekuandalia baadhi ya klipu nyingi za mwalimu na mchungaji huyu Aaron Ulaya akituonesha maeneo ambayo Yesu pamoja na manabii walipita. Tazama jinsi alivyoweza kuonesha maeneo haya, lakini pia kusubscribe na kutufuatilia mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata updates zetu zinapotoka kila wakati. Mimi naitwa Daktari Mtangazaji. Hii hapa ni Dax Media. Ingia ndio sehemu ambayo Bwana Yesu alizaliwa. Walikuwa wanasema kwenye holi la ng'ombe, kama Biblia isemavyo, kwenye holi la ng'ombe, na kwenda kuingia hapa. Sasa hivi wameujenga tu mji ili kuweza kusaidia kutunza kumbukumbu kwa vizazi vijavyo. Sababu hiyo na kwenda hapa Bethlehem. Lakini pia utakumbuka pia mtu wa Mungu kwenye Bethlehem hii ndio Daudi alikuwa anakaa. Wakati mwingine Bethlehem unaitwa mji wa Daudi kwa sababu Daudi mwana wa Yese alipakwa mafuta hapa na Nabii Samueli ili kuwa mfalme katika mji huu wa Bethlehem. Twende pamoja. Niko kwenye Bethlehem. Zamani ilikuwa inaitwa Bethlehem ya Uyahudi, lakini leo ni Bethlehem iko ndani ya territory za Kipalestina. Hii ni Bethlehem. Niko Bethlehem, mtu wa Mungu. Niko hapa Bethlehem na kwenda katika holi la ng'ombe. Wow, neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Nimefika hapa eneo ambalo Bwana Yesu alizaliwa miaka mingi sana iliyopita, almost 2000 iliyopita. Alizaliwa hapa Bwana wetu, na hili ndio holi la ng'ombe, lakini hapa ndio specifically alipozaliwa Bwana Yesu. Nimefanikiwa kufika hapa, watoto wa Mungu, kama vile nipo hapa kwenye eneo lililozaliwa Bwana Yesu. Ninakuombea na wewe kila kitu ambacho kimekufa kizaliwe upya. Ninakuombea maono yazaliwe, ninaomba biashara zizaliwe kwako, naomba ndoa izaliwe kwako, naomba ajira izaliwe kama unapokijua Mungu. Asubuhi ya kwanza kabisa nikiwa katika jiji la Yerusalemu, na nimeanzia hapa katika mlima wa Mizeituni. Mlima wa Mizeituni ni mlima ambao ni maarufu sana kwa sababu ndio mahala ambapo Yesu aliondokea hapa kwenda kwa baba yake. Kutokea hapa ndipo alipopaa kwenda mbinguni, na Biblia inasema atarudi tena. Sababu hiyo niko kwenye mlima wa Mizeituni. Hapa ndipo alipowabariki wanafunzi wake, pale alipofufuka akawabariki wanafunzi wake. Alafu Biblia inasema akajitenga kidogo mbele, wanafunzi wakamfuata, akatwaliwa kwenda mawinguni. Kutokea hapa kwenye mlima wa Mizeituni ndio eneo ambalo Bwana Yesu alipaa kwenda mbinguni, na inasemekana kwamba katika eneo hili hapa ndani kuna nyayo ambayo inasadikika ulikuwa ni mguu wake, na wanasema zilikuwa mbili, moja watu wakachukua, lakini imetunzwa tu kama makumbusho. Of course hatuko hapa kwa ajili ya kusema ni kweli au sio kweli, lakini tunachojua sisi kwenye milima wa Mzeituni Bwana Yesu alipaa kutokea hapa. Watu wa Mungu, niko kwenye milima Mzeituni, kaa na mimi tunapoendelea kwenye maeneo kadha wa kadha. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Kutokea kwenye mlima huu wa Mzeituni na kutamkia katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kimekufa kwako kiinuke tena. Ni mlima ambao Bwana Yesu alionyesha kwamba kwenda mbinguni na atarudi tena, ameondoka mawinguni. Wewe ambaye una biashara iliyodondoka, wewe ambaye una mahusiano yaliyodondoka, wewe ambaye nyumba yako haieleweki, wewe ambaye kazi yako haieleweki, iamke tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Napokupeleka ndani katika moja ya mfano wa nyayo, niko hapa nikuonyeshe, wanasema moja ya mfano wa nyayo. Kama unavyoona eneo hili ndipo Bwana Yesu alipokuwa amesimama na akatwaliwa. Eneo hili
wa archaeologists wana estimate kwamba ni eneo hili, na moja kati zinaonekana ni kama nyayo, wanasema ni kama nyayo, lakini ni statements na maelekezo ya archaeologists. Lakini mimi niko hapa ndio kwenye mlima wa Mizeituni ambako Bwana Yesu alipaa. Napokutoa nje ni kuonyeshe maeneo kadha wa kadha. Wengine eneo hilo wanaita kanisa la kutwaliwa. Hapa ndipo Bwana Yesu alipotwaliwa na kwenda mbinguni. Ndugu zangu, Biblia ni halisi, Biblia ni sahihi, Biblia ni thabiti, Biblia haijawahi kudanganya. Kila kilichoandikwa ni thabiti na kweli. Kristo alipaa kutokea hapa na atarudi tena hapa. Siku isiyozaniwa atarudi tena. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Amen. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asubuhi nyingine ambayo tumepata nafasi ya kuwepo hapa katika mlima Sinai. Kama unavyoweza kuona ni kilele cha mlima Sinai na milima mingine iko kule, na sababu hiyo nataka nimwombe Mungu kwa ajili ya watu ambao umenishirikisha maombi yako kwa kuandika message. Neema na amani ziwe nanyi. Galilaya, mwalimu Aaron Ulaya, mwalimu wa neno la uzima. Nipo Galilaya, watakatifu wa Bwana. Lakini hapa niko katika bahari ya Galilaya, na wengine wanaita bahari ya Tiberia, na kwenye Biblia iko wazi sana. Ukisoma Biblia takatifu kwenye kile kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko, imezungumzwa habari hii kwamba Yesu anawaambia wanafunzi wake na tuvuke mpaka ng'ambo. Alichosema tuvuke mpaka ng'ambo ni ng'ambo kule, maana yake alitoka huku anakwenda mpaka ng'ambo. Lakini hii ndio bahari ya Galilaya ambapo Yesu alitembea juu ya maji. Maji hayo unayoyaona Yesu aliyakanyaga, na ni kimuujiza, miraculously Jesus was stepping juu ya maji. Na mimi leo maji haya bila uchoyo ninayashika maji haya. It is a prophetic phenomenon. Ninayashika maji ambayo Bwana Yesu aliwahi kutembea juu ya maji. Hapa ndio Petro ambaye imani yake ilitindika. Petro akaanza kuzama. Alipoitwa na Bwana Yesu akapiga hatua ya kwanza, hatua ya pili. Biblia inasema wazi alipoona shaka moyoni mwake akaanza kuzama. Lakini pia utakumbuka Bwana Yesu kwenye kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 4 anzia mstari wa 34 pale kushuka chini, akawaambia wanafunzi wake tuvuke mpaka ng'ambo, lakini upepo ukawa wa mbisho, chombo kikaanza kupigwa na upepo kikaanza kuzama. Yesu alikuwa anavuka ng'ambo kwenda kuifungua hatima ya mtu. Unajuaje? Ukiruka kwenye sura ya 5 Marko mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inaanza na kusema walipofika ng'ambo ya bahari katika nchi ya pwani ya Wagerasi. Walipotoka hapa wakaenda pwani ya nchi ya Wagerasi. Kwa hiyo walikwenda kuifungua hatima ya yule mtu ambaye alikuwa kwenye pwani ya nchi ya Wagerasi. Nimeahidi kukuleta katika sinagogi ambalo Bwana Yesu alikuwa akihubiri. Sio mfano, hili ndio sinagogi lenyewe. Na kusogeza karibu ni kuonyeshe ndani namna lilivyo. Bwana Yesu alikuwa akihubiri hapa neno la uzima, na hapa ndipo alipokuwa akiponya. Alikuwa anahubiri, sinagogi limejaa watu mpaka nje. Na kati ya mambo ya kushangaza kwenye sinagogi hili, watu walijaa kote, wakakosa pa kumpitisha mgonjwa. Watu wakatoboa dari juu, wakamteremshia mgonjwa pale alipokuwa Bwana Yesu. Na Bwana Yesu alipoiona imani yao, Biblia inasema wazi, alipoiona imani yao akamwambia yule mgonjwa, inuka, inuka. Kwa hiyo mgonjwa ameponywa sio kwa sababu ya imani yake mgonjwa aliponywa kwa sababu ya imani ya waliompeleka. Unaweza ukaona sinagogi, tafadhali, unaweza ukaona hili ndio sinagogi lenyewe. Watu wa Mungu, hili ndio sinagogi Yesu aliwahi kuhubiri. Humu ndani Yesu aliwahi kusimama na kulisema neno la uzima, na mimi nimesimama leo nalisema neno la uzima na kuletea habari hizi kutoka katika taifa teule. Sogea hapa mbele, njoo madhabahuni, kwenye madhabahu ambayo Bwana Yesu alikuwa akisimama na kufundisha neno la uzima. Alikuwa anahubiri. Jesus was here ya miaka iliyopita mingi sana, 2000 alikuwa hapa, na mimi leo niko hapa. Ndio sinagogi ambalo Bwana Yesu alihubiri neno la uzima, liko Kapernaum. Kapernaum unaitwa mji wa Bwana Yesu kwa sababu alikuwa anashinda hapa. Hili ndio sinagogi lenyewe. Alikuwa amekaa madhabahuni analifundisha neno la uzima. Bwana Yesu alikuwa anafundisha neno la uzima, lakini jengo zima likajaa watu, hapa kupatikana hata nafasi ya mtu kukanyaga. Ndiposa